Baadhi ya mashirika, taasisi na watu binafsi wamejitokeza kutoa msaada katika kambi zilizotengwa kupokea waathirika wa mafuriko yaliyotokea katika jiji la Dar es Salaam, huku idadi ya watu ikiongezeka katika kambi hizo. Mwandishi wetu Zainab Chondo anayo taarifa zaidi. Chama cha Mapinduzi CCM ni moja waliojitokeza kutoa msaada, ambapo katibu mwenezi Bwana Nape Nnauye ameitaka jamii bila kujali itikadi za vyama vyao kuhakikisha kuwa wanajitokeza katika kusaidia waathirika wa mafuriko hayo, hususan vyakula na maji. Mimi nadhani hebu tujitahidi kwenye hilo. Maana kuendelea kukaa mabondeni hakutatusaidia. Tutaendelea kupata maafa haya, na mkumbuke watu wa hali ya hewa wanasema mvua hizi zinaendelea. Ile juzi na jana ilikuwa mwanzo, maana yake ilikuwa imebipu, bado itaendelea kunyesha. Kwa hiyo mimi nadhani tutoe wito kwa wengine wote na nchi nzima, kwa sababu hizi mvua haziko Dar es Salaam peke yake, zitakuwepo nchi nzima. Sehemu zingine na kwenyewe watu waangalie, ambao wako maeneo ambayo kwa kweli ni rahisi kuathirika na mafuriko, basi waisaidie serikali kwa kuondoka. Wakati huo huo, kampuni ya mawasiliano ya simu za mkononi ya Vodacom imekabidhi msaada wenye thamani ya shilingi milioni 30 katika kituo cha Mchikichini, ambapo mkuu wa Vodacom Foundation Yesaya Mwakifulefule amebainisha kuwa kampuni hiyo imefungua namba maalum kwa ajili ya kuchangia maafa hayo kwa kutumia ujumbe mfupi wenye neno maafa kwenda namba 15599, ambapo atakatwa shilingi 500. Leo hii tumetoa msaada kwa waathirika wa maafa ya mvua kwa Dar es Salaam, ambapo thamani yake ni milioni 30, ambapo pia katika msaada huu kuna magodoro 430 ambayo haya yanaendelea kushushwa, yako mablanketi 800 nayo yanaendelea kushushwa, lakini pia upo msaada wa chakula chenye thamani ya milioni 10, vyakula kuanzia chele, maharage, unga, sukari, mafuta ya kula, nao pia yataendelea kushushwa hapa. Kwa nimepata uchungu sana, nimesikitika sana, na nimeona nijione hali halisi kwa ujumla kama mlivyo. Kwanza niwashukuru sana mtendaji ofisi ya mtaa kwa kuwahifadhi hawa wakina mama na watoto ambao kusema kweli ni wengi sana eneo hili hapa. Namshukuru pia mkuu wa mkoa, kwa sababu nimeongea na mtendaji, anasema chakula kinatoka kwa mkuu wa mkoa. Sasa nimekuja hapa kama mbunge kuwaambieni kwamba tuko na nyie. Ninawaomba yeyote ambaye ana chochote anikabidhi mimi kama mbunge, nitavileta hapa na Nasif na kambi zingine ambazo ziko na watu walioathirika na mafuriko. Yaani hapa mnapotuona ndio tulivyo, hatuna chochote, na msaada tunaomba kwenu nyinyi ambao mnaotuona na tunaendelea, yani tunaomba msaada. Yaani mnapotuona tunalala chini, hatuna chochote. Mpenzi mtazamaji, kama unavyoona, hawa ni waathirika wa mafuriko ambapo wako hapa katika kambi ya Hana na Nasif. Hawana pa kulala, hakuna magodoro, lakini wapo watu ambao wanawasaidia kwa misaada. Nikiripoti kutoka Kinondoni, ni mimi Zainab Chondo wa ITV. Rais Jakaya Kikwete ametoa zawadi ya Christmas na mwaka mpya kwa vituo vya kulelea watoto yatima vya Tanzania bara na Zanzibar. Mwanahabari wetu Henry Mabumo anayo taarifa zaidi. Akikabidhi zawadi hizo, Kaimu Mnikulu Bwana Kasim Mtawa amesema zawadi hizo za vyakula zinalenga kuwawezesha watoto yatima wanaoishi katika mazingira magumu kusherehekea sikukuu ya Christmas na mwaka mpya kama watoto wengine. Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete na mkewe Mama Salma Kikwete wanawatakia Watanzania wote popote walipo maadhimisho salama na ya amani ya sikukuu ya Christmas na heri ya mwaka mpya wa 2012. Wakizungumzia zawadi hizo, wawakilishi wa vituo vya kulelea watoto yatima wamempongeza Rais Jakaya Kikwete kwa utaratibu wa kutoa zawadi kwa watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu, hususa katika kipindi cha kila sikukuu za dini. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete pamoja na mkewe Mama Salma Kikwete kwa kutupa chakula cha sikukuu ya Krismasi, na watoto nao wajisikie kama watoto wengine waliokuwa huko. Napenda kuchukua nafasi hii kushukuru Rais kwa kutuangalizia leo sikukuu ya watoto, waweze kufurahia sikukuu ya Christmas na mwaka mpya kwa zawadi alizotupatia. Kutoka Dar es Salaam,
Henry Mabumo, ITV. Vijana nchini wametakiwa kuwa wabunifu katika kutafuta ajira binafsi kuliko kusubiri ajira kutoka serikalini ambazo zimekuwa changamoto kwa taifa kutokana na wanaomaliza vyuo kuongezeka. Kutoka wilayani Urambo mkoani Tabora, mwanahabari wetu Simon Kabendera anayo taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Ushirikiano wa Afrika Mashariki na mbunge wa jimbo la Urambo Mashariki, Mheshimiwa Samuel Sita, wakati akikabidhi pawa tila moja kwa vijana wa kikundi cha Juhudi cha mjini Urambo katika harakati za kuwawezesha vijana kuondokana na utegemezi. Vijana wengi wanasema eti hakuna ajira, na nyinyi mmeonyesha